Leo ni Ijumaa ya juma la 20 la mwaka wa kanisa. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 22 aya ya 34 hadi ya 40. Wapendwa katika Kristo, injili ya leo inaanza kwa swali ambalo linaonekana ni rahisi, lakini lilikuwa na uzito mkubwa sana. Bwana wetu Yesu Kristo anaulizwa, Mwalimu, katika sheria amri iliyo kuu ni ipi? Ni kweli kwamba mwanasheria huyu alikuja kwa lengo la kumjaribu na kumtega Bwana wetu Yesu Kristo. Alitamani Yesu aseme jambo fulani ambalo lingeweza kutumiwa dhidi yake na kumtia nguvuni. Lakini pamoja na nia yake mbaya, swali lake halikuwa la kubuni. Lilikuwa ni mjadala mkubwa wa wakati ule. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya Musa ilikuwa na takribani amri 613. Zilikuwa ni nyingi kiasi kwamba haikuwa rahisi kuzikumbuka zote. Kwa hiyo kuzikumbuka zote ilikuwa ni ngumu, lakini pia hata kuzitekeleza kikamilifu ilikuwa ni ngumu. Kwanza tu kuzikumbuka ni kazi, lakini pia kuzitekeleza ilikuwa ni mzigo mwingine. Ndio maana walitaka kujua kati ya amri zote hizi ni ipi ndiyo ya kwanza, ipi ndiyo msingi wa nyingine zote. Na Bwana wetu Yesu Kristo hakusita kutoa majibu, ila hakuchagua moja kati ya zile 613. Badala yake alienda moja kwa moja kwenye moyo wa sheria na anawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Halafu anaongeza, na ya pili inafanana na hiyo, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Kwa mtazamo wa kawaida inaonekana kama ni amri mbili, lakini Yesu anatuonyesha kwamba kwa kweli ni amri moja yenye pande mbili. Ni kama sarafu au shilingi. Shilingi ina pande mbili, lakini bado ni shilingi moja. Ukiondoa upande mmoja, shilingi haibaki tena kuwa shilingi moja. Inakuwa shilingi moja ikiwa na pande zote mbili. Ndivyo ilivyo kwa amri hii ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anatupatia, amri ya upendo. Huwezi kusema mimi nampenda Mungu, nasali kila siku, nahudhuria misa, ninafunga na kusali rozari na sala nyingine nyingi, basi kwa kufanya hivi inanitosha. Lakini ikiwa bado una chuki, hausamehi, unadharau wengine, au unaishi bila upendo kwa jirani, basi upendo wako kwa Mungu unakuwa bado haujakamilika. Ni sawa umeiondoa shilingi pande moja na unadhani kwamba unayo shilingi nzima. Vivyo hivyo, huwezi ukasema mimi siendi kanisani, lakini ninajitahidi kutoa misaada, ninawasaidia sana maskini. Hiyo inanitosha. Kwa kufanya hivi mimi inanitosha, sioni umuhimu wa kwenda kanisani. Jibu ni hapana. Yesu anasema upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani haviwezi kutenganishwa. Ni vitu ambavyo vimeshikana. Huwezi ukatoa kimoja na ukabaki na kingine, vinaenda vyote kwa pamoja. Mtume Yohane anatukumbusha kwa maneno makali. Anasema, mtu akisema ninampenda Mungu lakini anamchukia ndugu yake, huyo ni muongo na ni mnafiki. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kumpenda Mungu ambaye humuoni na ukamchukia mwanadamu wenzako ambaye unamuona na upo naye kila siku. Lakini bado kuna swali muhimu sana ambalo tunaweza kujiuliza kutokana na amri hii ya upendo. Hivi kipi ni kipimo cha sisi kuwapenda jirani? Kipimo ni kipi? Upendo wangu kwa jirani, kipimo ni kipi? Yesu anatuonyesha kwamba kipimo
ni jinsi yeye alivyotupenda. Kipimo ni Mungu, kipimo ni Kristo. Alitupenda mpaka mwisho, alitupenda upeo, alitupenda na akajitoa, alitupenda na anaendelea kutusamehe, alitupenda mpaka akafa msalabani kwa ajili yetu. Hicho ndicho kipimo cha upendo wetu kwa watu wengine. Kipimo ni Kristo mwenyewe, kipimo ni Mungu mwenyewe. Si tu tuwe tunapenda pale ambapo ni rahisi, si kupenda wale ambao tu labda wanatupenda, bali ni kumtakia mema mwingine, kumsamehe, kujitoa kwa ajili yake, na wakati mwingine kubeba msalaba kwa ajili ya wengine kama Kristo alivyofanya kwa ajili yetu. Ndugu zangu, leo Bwana wetu Yesu Kristo hatuulizi ni amri ngapi tunazifahamu. Anatuuliza jambo moja la msingi kwamba, je, upendo wako kwa Mungu unaonekana vile ambavyo unawapenda watu wengine? Na je, upendo wako kwa watu wengine unaendana na vile Mungu anavyokupenda? Basi leo tuombe neema ya kuishi amri hii moja yenye pande mbili kikamilifu, ili kila anayetuona aweze kuuona upendo wa Mungu ukijidhihirisha kwenye maisha yetu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.